Ukuaji wa teknolojia umeendelea kuchochea ongezeko la utajiri duniani, jambo ambalo limesababisha watu waliowekeza katika sekta hiyo kuendelea kujikusanyia ukwasi na kutawala orodha ya watu wenye ukwasi mwingi zaidi duniani. Orodha ya watu tajiri duniani ya mwaka 2025 iliyotolewa na jarida la Forbes la nchini Marekani inaonyesha chanzo cha utajiri wa watu 10 tajiri zaidi ni uwekezaji katika sekta ya teknolojia na biashara. Kwa mujibu wa Forbes, duniani kuna zaidi ya mabilionea 2700 wakiwa na jumla ya utajiri wa takriban dola trilioni 14.2 za Marekani, wakitokea katika sekta mbalimbali kama vile teknolojia, biashara na huduma za kifedha. Leo Nukta the Podcast inakuangazia orodha ya watu 10 tajiri zaidi duniani kwa mwaka 2025. Namba 10 inashikiliwa naye Jensen Huang, mfanyabiashara raia wa Marekani mwenye asili ya Taiwan. Huang mwenye umri wa miaka 61 kwa sasa ana utajiri wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 117.2 sawa na shilingi trilioni 305 za Kitanzania, ambapo chanzo kikuu cha utajiri huo kinatajwa kuwa ni kampuni yake ya Nvidia aliyoianzisha mnamo mwaka 1993. Nvidia, ambayo makao yake makuu yapo California nchini Marekani, ni kampuni ya kimataifa iliyobobea katika utengenezaji wa vifaa na programu za kiteknolojia, ikiwa ndio kampuni nguli na suluhisho katika masuala ya akili bandia, yani AI. Nafasi ya 10 ni ya kwake Steve Ballmer, mfanyabiashara raia wa Marekani mwenye utajiri wa thamani ya dola za Marekani bilioni 124.3 sawa na shilingi trilioni 348 za Kitanzania. Chanzo kikuu cha utajiri wa Ballmer kinatajwa kuwa ni umiliki wa timu ya mpira wa kikapu ya Los Angeles Clippers inayoshiriki ligi kuu ya mpira wa kikapu nchini Marekani maarufu kama NBA. Ukiachana na umiliki wa timu hiyo, pia kampuni ya Microsoft ambayo amewahi kuwa mkurugenzi mkuu mtendaji wake kuanzia mwaka 2000 mpaka 2014 inamfanya Ballmer kushika nafasi kati ya watu tajiri zaidi duniani. Nafasi ya 8 ni Warren Buffett, mfanyabiashara raia wa Marekani mwenye utajiri wa dola bilioni 141.7 sawa na shilingi trilioni 365.5. Chanzo cha utajiri wa Buffett kinatajwa kuwa ni uwekezaji katika kampuni ya Berkshire Hathaway, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti na mkurugenzi mkuu mtendaji wa kampuni hiyo. Berkshire Hathaway ni kampuni inayomiliki hisa kubwa kwenye makampuni mashuhuri kama vile Apple, Coca-Cola pamoja na American Express. Kutokana na kuwa chanzo cha utajiri wa Buffett ni uwekezaji, tajiri huyu mkongwe anatajwa kuwa ndiye mwekezaji bora duniani. Nafasi ya 7 ni Sergey Brin. Huyu ni mfanyabiashara na mtaalamu wa masuala ya kompyuta mwenye utajiri wa dola takriban bilioni 149 za Marekani sawa na shilingi trilioni 383. Chanzo kikuu cha utajiri wake kinatajwa kuwa ni kampuni ya Google ambayo aligundua mnamo mwaka 1998 akishirikiana na rafiki yake wa karibu Larry Page, ambao walikutana katika chuo kikuu cha Stanford nchini Marekani, wote wakisomea shahada ya sayansi na kompyuta. Larry Page, mfanyabiashara maarufu na raia wa Marekani, anajulikana sana kwa utaalamu wake wa masuala ya sayansi ya kompyuta na kuwa mvumbuzi mwenza wa Google. Larry Page anashikilia nafasi ya 6 katika orodha ya watu 10 tajiri zaidi duniani, akiwa na utajiri wa takriban dola bilioni 156 za Marekani sawa na shilingi trilioni 414.2. Chanzo kikuu cha utajiri wa Page ni kampuni ya Google ambayo walishirikiana na Sergey Brin kuivumbua walipokutana chuo. Je, wewe na rafiki yako mlishirikiana kuvumbua nini?
Nafasi ya 5 ni ya Bernard Arnault. Bernard Arnault ni mfanyabiashara raia wa Ufaransa mwenye utajiri wenye thamani ya dola bilioni 168.8 za Marekani, sawa na shilingi trilioni 414.2. Chanzo kikuu cha utajiri wa Arnault ni kampuni ya Moet Hennessy Louis Vuitton, ambayo yeye ndiye mvumbuzi, mwenyekiti na mkurugenzi wa kampuni hiyo. Moet Hennessy Louis Vuitton ni kampuni kubwa ya kimataifa inayojihusisha na bidhaa za kifahari, ikiwa na makao makuu yake huko jijini Paris, Ufaransa. Kampuni hii pia inamiliki chapa maarufu duniani kama vile Louis Vuitton, Dior, Moet Chandon, Hennessy, Givenchy na Bulgari, ikihusisha sekta za mitindo, manukato, saa za kifahari pamoja na mvinyo. Nafasi ya 4 ni Mark Zuckerberg, mfanyabiashara raia wa Marekani anayejulikana sana ulimwenguni kutokana na ugunduzi wa mtandao wa kijamii wa Facebook. Mark Zuckerberg kwa sasa ana utajiri wenye thamani ya dola takriban bilioni 202.5 za Marekani, sawa na shilingi trilioni 497.3. Chanzo kikuu cha utajiri wa Mark Zuckerberg ni kampuni ya Meta, ambayo ndio kampuni yenye umiliki wa mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, WhatsApp pamoja na Thread. Kwa sasa Mark Zuckerberg ndiye mwenyekiti, mkurugenzi na mratibu wa hisa zote za kampuni ya Meta, jambo ambalo linazidi kumfanya ajikusanyie utajiri zaidi kutoka kwenye kampuni hiyo. Nafasi ya 3 ni Ray Ellison. Ray Ellison mwenye umri wa miaka 80, mfanyabiashara raia wa Marekani, ana utajiri wenye thamani ya dola bilioni 209.7, sawa na shilingi trilioni 515. Chanzo kikuu cha utajiri wa Ray Ellison ni kampuni ya Oracle, ambayo amekuwa mkurugenzi wake kwa miaka 37 mpaka pale alipoamua kuachia ngazi mnamo mwaka 2014. Oracle Corporation ni kampuni kubwa ya teknolojia ya kimataifa inayojihusisha na maendeleo ya programu za biashara pamoja na huduma za uhifadhi data, yani cloud. Nafasi ya 2 ni Jeff Bezos. Jeff Bezos, mfanyabiashara raia wa Marekani, anashikilia nafasi hiyo akiwa na utajiri wenye thamani ya dola bilioni 233.5 za Marekani, sawa na shilingi trilioni 573.1. Utajiri wa mfanyabiashara huyo unachangiwa zaidi na umiliki wa kampuni ya Amazon. Amazon ni kampuni ya kimataifa ya teknolojia inayojihusisha na biashara za mtandaoni pamoja na huduma za uhifadhi data, na inajulikana sana kwa soko lake la kupitia mtandao. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Elon Musk, mfanyabiashara na mmiliki wa mtandao wa X. Elon Musk ameanza mwaka 2025 akiwa tu sio mtu tajiri zaidi duniani, bali pia ni bilionia wa kwanza kuwa na utajiri wenye thamani wa zaidi ya dola bilioni 400 za Marekani. Elon Musk kwa sasa ana utajiri wenye thamani ya dola bilioni 421.2 za Marekani, sawa na shilingi quadrillion 1.03. Chanzo kikubwa cha utajiri wa Elon Musk ni umiliki wa kampuni ya SpaceX, ambayo ndio kampuni ya kibinafsi yenye thamani kubwa zaidi duniani. Kampuni ya SpaceX ni kampuni inayojishughulisha zaidi na utengenezaji wa rocket. Musk pia anamiliki kampuni ya magari ya umeme ya Tesla na ana hisa katika kampuni za mtandao wa kijamii wa X, zamani ukijulikana kama Twitter. Utajiri na umaarufu wa Musk umeongezeka zaidi baada ya Donald Trump kushinda uchaguzi wa urais wa Marekani, ambapo yeye alikuwa mstari wa mbele zaidi kumnadi, na Trump kumpa idara ya ufanisi wa serikali inayolenga kupunguza matumizi ya serikali na kuiongezea ufanisi. Na hapo tumefikia tamati ya orodha hii ya watu 10 tajiri zaidi duniani kwenye Nukta The Podcast. Je, ni nani ulitegemea kumsikia kwenye orodha hii lakini haujamsikia?